hizi halmashauri 39 mikoa 15, tumefikaje? Yani tumefikaje hapa kama nchi? Halmashauri 39 ama mikoa 15, hiyo almost nusu ya mikoa yote kuwa na hati chafu. Mimi nasema kwanza nakushukuru sana na naishukuru serikali, lakini ni hali ni mbaya kwa jumla. Tusipepese macho, hali ni mbaya kwa sababu hiyo ripoti, nadhani umesikia wewe ukaguzi ambao ulifanyikwa na CAG. CAG ni kitengo nyeti toka kimeasisiwa mwaka 1961. Ni kitengo ambacho kimeasisiwa kwa ajili ya kuhakikisha matumizi sahihi ya fedha ya serikali, yani watumishi wanatumia fedha vizuri. Sasa ikitokea kama halmashauri inapata dosari katika matumizi ya fedha, na hiyo hii ni dalili ya hatari. Sasa umeona katika ripoti ya 2023-24 alafu 24 na 25 ambayo imetolewa na CAG, imeeleza wazi kuwa kwamba katika halmashauri takribani halmashauri 39 katika mikoa 15 zimepata dosari za matumizi mabaya ya fedha. Na kwa nini tunaingia huko kwenye matumizi mabaya ya fedha? Huenda kuna changamoto nyingi za watumishi hawakutenda haki, kwa sababu wakati mwingine ukusanyaji wa mapato, nadhani umeona serikali yetu inapeleka pesa nyingi sana katika ngazi za chini za halmashauri katika miradi endelevu. Kwa mfano kuna miradi ya zahanati, miradi ya shule, miradi ya kisima, yani miradi mingi serikali wanatoa pesa, hata mfano miradi ya mambo ya barabara. Lakini namna ya kuzikontrol zile pesa na matumizi yake, ndio maana umeona hiyo ripoti imeeleza wazi. Kwa mfano unaweza ukakuta mradi mwingine hata wakati unatangazwa, ili mradi utangazwe lazima kuwe na tenda, yani tutasema tangazo la kupata kwa mafundi. Sasa unakuta miradi mingine ngazi ya halmashauri, nataka nikwambie, fundi mradi anapatikana fundi, hakuna tangazo, kwa sababu lazima utangaze fundi ndani ya siku 7, lakini ushindani wa ule kupata kwa ule fundi, vikao vifanyiwe tathmini, umeona hapo namna fundi anapatikana vipi, na kuwe na kamati maalum ya kuweza kumchuja yule fundi. Sasa unakuta hizi halmashauri nyingi zimepata hizo dosari upatikanaji wa mafundi, lakini hata kutekeleza ile miradi, kwa mfano katika kitu kinaitwa quotation, labda ushindanishaji wa kutafuta mzabuni wa kuleta vifaa. Kwa mfano mradi unahitaji cement, saruji, na saruji unapotaka kuipata lazima ushindanishe, tunasema watu zaidi ya 3, lakini unaweza ukakuta mradi mmoja mshindanishi kapewa tenda mtu huyu mmoja, kwa sababu lazima ushindanishe watu 3. Huyu labda saruji yake aweke 10,000, huyu 12,000, huyu 18. Mnaangalie sasa ni bei gani elekezi ambayo ni nzuri rafiki. Lakini unaweza kukuta katika hii miradi mtu mmoja tukapewa tenda. Lakini kingine zaidi unakuta katika hizi ripoti ambacho ni kibaya zaidi, katika ukienda kukagua zaidi mafaili, yani unaweza kukuta mradi hauna faili, mradi hauna risiti, kwamba tumefanya manunuzi lakini risiti za EFD za mashine hakuna. Na kitu kibaya zaidi nataka nikwambie, hata retention za mafundi wakati mwingine hakuna. Kwa hiyo miradi mingi hizi halmashauri 39, hasa kwenye miradi ya kimkakati ambayo Mheshimiwa Rais ameipeleka pesa nyingi sana, huenda watumishi hawakutenda haki, hawakufanya vizuri ipasavyo, na ndio maana unaona zimepata hizo dosari za ukaguzi. Hizo dosari ambazo unazisema katika ambazo zimesababisha hati chafu, unavyoona ni swala la uwezo mdogo labda wa watendaji, ama ni makusudi? Ni makusudi, kwa sababu hizi unaweza ukajikuta wakati mwingine halmashauri inaweza hata imeshajizoelesha ni makusudi, lakini wakati mwingine bado baraza la madiwani, kwa sababu wao ndio wana kamati za chini za ufuatiliaji, kwa sababu wao wanahitaji, wanapofuatilia wakati mwingine utendaji unaweza ukawa huko chini kwenye kufuatilia. Lazima tuambiane ukweli. Lakini kama halmashauri, baraza la madiwani ambao utakuta likiwa smart, hauwezi ukakuta unapata hizo dosari za ukaguzi, kwa sababu unakuta wanapokagua kuna ile kamati ya fedha inapopita katika ngazi ya miradi, mara nyingi wanapita. Kwa mfano umepewa pesa, umeona kuna kipindi sisi
serikali ilileta pesa zile za COVID-19, majengo ya madarasa, zahanati, nadhani unafahamu pesa nyingi. Sasa halmashauri lazima muwe kamati ile ya fedha, muwe macho kuenda kuhakikisha je, huu mradi unatekelezeka, zile procedures zimefuatwa. Sasa utakuta wakati mwingine labda kama halmashauri nyinyi mpo kwa ajili ya starehe, amweze kukagua miradi, ndio unakuta mnapata hati hizo dosari, na hizo dosari zinachukua baraza zima la halmashauri. Kwamba serikali ilivyoamua kuweka chini huku mfumo wa kuanzishwa kwa serikali za mitaa, lengo serikali za mitaa waweze kujikontrol wenyewe. Lakini sasa kama serikali za mitaa wanashindwa kujikontrol na kusimamia pesa vizuri, na hapo ndo kuna shida. Na ndio maana unakuta pesa nyingi zinaletwa chini, lakini namna ya kuweza kuzikontrol zile pesa, mazoea, hicho cha kwanza. Na ndio maana unakuta lawama anapewa mtu aliyokuwa juu, kwa sababu nakwambia hivyo nini, miradi mingi wakati mwingine inafanyika chini ya kiwango. Ndio maana umeona hiyo ripoti inatoka. Lakini ukiona mazoea mengine hizo, wakati mwingine wataalamu labda tunasema, lakini ukija kuzungumzia kama wataalamu elimu zao ndogo, mimi nasema hapana, kwa sababu kama mtaalamu ameweza kupitia chuo na ameweza kusoma na ameweza kuajiliwa na akaaminiwa na serikali, mimi nasema ni mazoea. Kwa sababu unaweza ukakuta baraza la madiwani wana mazoea na watumishi nao wana mazoea, pesa zinaletwa, hakuna tenda inayotangazwa kwa uadilifu. Kwa hiyo unakuta dosari mara kwa mara zinajirudia. Wakati mwingine unaenda hata mafundi kakalama, nataka nikwambie retention ya mafundi ile 10%. Kuna mwaka ripoti ilieleza 2023 mafundi wanafanya kazi, wanamaliza kazi, ukienda kuangalia retention iliyobaki hawana, kwa sababu sheria fundi haruhusi kupewa pesa yake yote, kuna retention inatakiwa ibaki kwa ajili ya kinga ya ule mradi. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine mradi uko chini ya kiwango, fundi ameshachukua hela pote, hela ameshamaliza, na mradi wakati mwingine hujaisha. Kwa hiyo inaleta kero kwa wananchi na serikali kwa ujumla inalalamikiwa. Nitaka nikuulize, katika hizo halmashauri huwa pia kuna wakaguzi wa ndani, internal auditors, si ndio? Wapo. Wao inakuwaje wanafanya kazi yao na bado tunapata wingi wa hati chafu namna hii? Unajua wale ni wataalamu. Changamoto ni uingiliaji wa kisiasa. Kuna watu, kwa sababu katika halmashauri kuna kamati ya fedha. Kwamba diwani anaweza akawa yuko kwenye kamati ya fedha, lakini sio mtaalamu wa ile specialist ya ile kesi yake. Kwa sababu yule mtu auditor ni amesomea, ni mbobezi, ni mtaalamu na ameajiriwa na serikali, na anajua njia za kwamba hapa halmashauri dosari zinaelekea, na anaweza akashauri, ameenda na wanashauri vizuri. Moja ya sifa kuu, wanashauri na wanaangalia kwamba wanatoa elimu. Wakati mwingine unaweza ukajikuta mradi unaanzishwa kwenye halmashauri, hata yule mkaguzi wa ndani hashirikishwi, namna kumpata process ya fundi kwenye kamati zile hashirikishwi. Unaweza kushangaa wanashirikishwa watu ambao wengine sio wataalamu. Sasa yule anajua hizi njia kabisa kwamba hapa kuna dosari itaendelea. Nataka nikwambie, nitoe reference. Kuna kipindi mheshimiwa alikuwa waziri wa TAMISEMI, mheshimiwa Mchengerwa, alishakuwa wakati alishai kukagua mradi mmoja, unakuta alienda kukagua mradi hata mlango kwa sababu bei elekezi haiwezekani kijijini Mninga leo hii Mninga mjini unaweza kununua hata 600,000 mlango, kwa sababu kupata ni ngumu. Kijijini kule Mninga ambao ni rahisi, unachangaa Mninga mlango 600,000. Kuna zanati moja ilienda kukaguliwa, lakini unaweza kushangaa bei ya saruji hapa ya mjini ya mradi mmoja, saruji unaweza kushangaa unauziwa 20,000. Hapa saruji unanunua hapo tunategemea 20,000 hiyo, labda mtu wa mbali ndio unaweza kushangaa akanunua kwa 20,000. Kwa hiyo kuna upigaji mkubwa, na hapo ndio tunasema kamati hii inatakiwa isimamie hapo shilingi, yani isimamie hapo shilingi. Na kama watu wasimamia shilingi, maana yake wanaweza wakaidogosha ripoti ya SAG. Ramabia atakuja kwa ajili ya swali. Swali langu linakuja kwa ripoti za CAG. Ripoti zimekuja. Ramabia, nilikuwa natamani tulipe bili kidogo na Azam Pesa, alafu baada hapo narudisha uwanja kwako. Haina shida. Sekunde tu chache hapa, ambapo niwape tu watu ujumbe mzuri sana kutoka hapa Azam Pesa. Tulikuwa na ugeni wa Azam Pesa jana. Tulikuwa na Profesa Mapesa hapa, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Godlove, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa John. Walikuja wakatutembelea, na kwa wale ambao wananiangalia hapa live YouTube leo, Crown Media Live, mtaona kabisa hapa nimepigwa bonge la chapa leo ya Azam Pesa na nimependeza kweli kweli. Hapa tunasema kuna ujumbe wa huduma za kifedha kwa bei ambazo ni huduma tunasema za kifalme. Huduma za kifedha za kifalme kwa bei ya kizawa. Sasa hawa watu wa Azam Pesa bwana, kama mmesikia jana,
huduma ni kede kede, na kuna kampeni nyingi sana. Kampeni ya kwanza ambayo nimeipenda inaitwa Zero Kote Kote. Kuna miamara rukuki unafanya ndani ya Azam Pesa, au katwi chochote, malipo ya serikali, miamala zile, lipa namba na kadhalika. Wewe fanya malipo bure kabisa, na hata yale ambayo mitandao mingine unakatwa fedha, Azam Pesa wanasema unaokoa zaidi ya shilingi ya 70% ya makato ya kawaida ambayo unakutana nayo huko katika mitandao mingine. Lakini pia jana tulikuwa na Profesa Mapesa hapa wa Azam Pesa, na mkatuambia pia wamefungua utaratibu wa lipa namba kwa wale ambao mna supermarket, una maduka yako, unauza bidhaa mbalimbali kwenye maduka ukali yako wapi, una shell, unauza mafuta kadhalika. Sasa hivi kuna lipa namba ya Azam Pesa ambayo inakuja na faida kede, faida lukuki, na wateja wako ambao watakuwa wanakulipa wewe mfanyabiashara kwa kutumia Azam Pesa, kumbuka wanakatwa kiduchu sana, yani zaidi ya 70% ya makato yanakuwa yameondolewa. Wale ambao mnatumia vingamuzi, mimi binafsi wanatumia Azam TV, kwa kweli nikilipa kingamuzi 28,000 Azam Pesa wao wenyewe wananiongezea na kunipa kingamuzi kile au package ile ya 35,000. Yani ni mtandao pekee ambao miamala nafanya mimi, lakini wao ndo wananipa zawadi hata ya kulipia nini ukitaka kusafiri kwenda hata kusafiri kule Zanzibar, ndo na nani sana. Mimi na Ramabi tunafanyaga tiketi zetu nyingi sana kutumia Azam Pesa. Kwa hiyo huduma ni nyingi sana ndani ya mtandao wa Azam Pesa. Ukiwa na simu janja unaweza kupata application yao, ni bonge la application. Lakini pia hata ukiwa na kisosadu, vituo vyote vya Azam Pesa ambao vinauza bidhaa mbalimbali za Azam Pesa, pia unaweza kwenda pale ukaunganishwa na mtandao ukaanza kupata faida ya huduma hizi za Azam Pesa. Huduma ni nyingi sana, lakini ni kweli, tazama, kuna baadhi ya watu ambao wamepiga hesabu kwa mwezi, unakuta mtu baada ya kutumia tu mtandao wa Azam Pesa, mtu anakuwa ameokoa 100,000 katika makato, ameokoa 150,000 katika makato. Kuna watu wameokoa mpaka juzi jana tulikuwa tunaongea na jamaa katika miamala yake tu ya kawaida, ameokoa kwa mwezi 270,000 kwa sababu amehamia Azam Pesa. Kwa hiyo nasema kama unatumia mitandao mingi sana au kwa mingine ambayo inazingua, na wewe amia, tunasema toka bondeni njoo Azam Pesa na uweze kupata huduma ambazo tunasema ni za kifalme kwa bei za kizawa. Naomba nirudi kwa Ramabi hapa, alikuwa na swali. Haiwa, Sadata. Wakati ripoti za CAG za hivi karibuni zikionyesha matumizi mabaya ya mifumo ya tehama, unadhani hatua gani ambazo za kiteknolojia zinaweza zikatumika kudhibiti mianya hiyo katika serikali hizi za mitaa au halmashauri? Ni swali zuri sana. Kwa mfano, tulikuwa tuna mfumo wa control number. Malipo yote ni swali hilo ambalo la teknolojia. Tulipoingia katika mfumo wa control number kwamba pesa yoyote isilipwe bila ya kutumia control number, lakini unaweza ukajikuta halmashauri nyingine wamebadilisha mfumo. Sasa hivi wanaanza kupokea pesa kwa kutumia nini? Keshi. Kwa hiyo unasema kuna halmashauri nyingine ndio kuna halmashauri nyingine wanatoa hadi receipt ambayo sio ya mashine. Sasa hizo ndo tunasema teknolojia za tehama. Tulipoamua kuanzisha mfumo wa POS, kwa mfano ukiona hizi nisikilize. Nisikilize. Naongea hii ni serious. Ukiona hii ripoti ya CAG, moja ya changamoto ya makosa ni matumizi, ukusanyaji wa pesa. Yani kwa maana cash. Wengi zipo huko ndani. Watu wameshaanza kuchukua mazoea ya kuanza kuchukua pesa keshi, kuchezea mfumo wa POS ule wa nini, wa mashine, electronic nini, mashine ambapo wamezungumzia. Sasa kama ukiuchezea, maana yake tayari lazima hoja ipo hapo kwako. Kwa hiyo kuna shida kubwa sana. Na unaweza ukakuta wakati mwingine tulipoamua kuanzisha kwamba mfumo wa EFD kwamba pesa yoyote unapotoa lazima tupate na receipt ya nini? Ya EFD. Sasa unakuta ule mfumo umechezewa, na ndio maana unakuta halmashauri 39 ukienda kuangalia hoja zao zote za msingi ule mfumo umechezewa. Moja hiyo. Pili, miradi. Kwa hiyo swali la msingi, kuchezewa kwa mifumo ya teknolojia hiyo ndipo ilipopelekea dosari. Sasa nini cha kufanya? Lazima mikakati iwepo na lazima tathmini, yani maana yake kupitia hii ripoti ya CAG ili kuwe na nguvu zaidi ya utendaji na kukifanya chombo cha CAG kiwe na nguvu, lazima ibainike kama mtu ambaye ametenda dosari, ni lazima serikali ichukue maamuzi sasa, kwa sababu hatuwezekani kuwa na watendaji wa kila siku wanajirudia makosa ni yale. Kama makosa yakijirudia yale, maana yake hakutokuwa na nguvu ya ripoti ya CAG ambayo 23, 24, 25 na 24 na 25. Kwa hiyo swali la msingi, lazima teknolojia hiyo iangaliwe kwa makini zaidi, hasa katika mfumo wa POS. Na ndio maana unakuta halmashauri nyingi Kakarama kila saa zinabadilisha watendaji wa kukusanya. Kafanye research
Kila halmashauri sasa hivi inatoa tangazo, tunatafuta mtu wa kukusanya ushuru, na wengine wanaiba, wanakimbia hadi na pesa kabisa. Na hapo kuongezea kabla bonus hajaendelea, ni kwa nini baadhi ya halmashauri ambazo zimeendelea kuwa na dosari, ama niseme tu kwamba kuna baadhi ya halmashauri zimeendelea kuwa na dosari licha kwamba nao wametajwa kwamba wanapata hati safi nje ya hawa ambao wamekuwa na hati chafu? Zipo halmashauri bado ziko kwenye matazamio licha ya kupewa hati safi, lakini bado wako kwenye matazamio, kwamba ripoti bado imewapa matazamio kwamba licha ya kupata hati safi, lakini bado wako kwenye matazamio. Changamoto kinachokuja ni wataalamu katika kitengo cha ukaguzi, kama wanavyosema ukaguzi wa ndani, wanaingiliwa na siasa. Kama wataalamu wa ukaguzi wa ndani wakapewa nafasi, siasa ikawa wakafanya kazi zao ipasavyo na siasa ikaekwa pembeni, naamini hati chafu hizi zinaweza zikazifanyaje halmashauri isipate. Lakini mtu anashindwaje kufunga mstari kwamba mimi kama mtaalamu mlango wangu uko hapa, hata siasa haitaki kuniingilia? Wanashindwaje kuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi hayo? Unaweza kukuta katika kamati zile za fedha katika baraza la halmashauri, hoja mwenyekiti wa kamati sio mtaalamu wa fedha, ni kateuliwa, kachaguliwa kwa sababu kaingia kama ni mwakilishi wa wananchi, lakini ndio ana sauti. Mkaguzi yule ni professional, kasomea, anajua kabisa kuna dosari hapa na ashirikishwi. Ndio maana nimesema hata upatikanaji wa mafundi, namna kuandaa mafaili, kwa sababu lazima kuwe na mafaili kila mradi kuwe na kamati zile za mapokezi ya vifaa, tunasema register, vifaa vimeletwa katika mradi. Ukienda kukagua madudu yanayofanyika huko chini, mradi unaweza kujikuta ukiwaambia tunaomba register ya mapokezi ya vifaa vilivyotoka na vilivyoingia store. Kwa hiyo unaweza kukuta mambo mengi, yani ukienda kukagua huko halmashauri katika mradi unaotengenezwa chini, tunaomba register ya vifaa vinavyopokelewa, hapo ndo utaona. Kwa hiyo kimsingi anayebeba mzigo wa namba moja katika masuala ya uwajibikaji katika hizo halmashauri ni mkurugenzi, sio? Ni mkurugenzi, na ndio mwisho wa siku ripoti inamhukumu yeye, kwa sababu kama mkurugenzi hatosimamia vizuri kamati hiyo, kwa sababu yeye ndo tunasema ni mtendaji. Ni miradi yote, barua zozote kwa mfano mradi yote ya ngazi ya halmashauri, pesa zinaingia kwake, na baraza wanafanya majadiliano, kwa sababu kuna pesa zinatoka moja kwa moja allocated, zikielekezwa kwamba pesa hizi ziende katika eneo fulani. Sasa zile zikishaelekezwa na serikali kuu, manake mkurugenzi anatakiwa asimamie kamati ya fedha pamoja na mipango, anatakiwa asimamie. Sasa Ramabiki, kabla kidogo hujakuja, tuseme tukienda katika ile utaratibu wa kawaida, kwa mfano sasa labda halmashauri imepata hati chafu, mkurugenzi tukasema tunakuwajibisha, tukamuondoa mkurugenzi na kuweka mtu mwingine, unafikiri kwa maana ya sustainability, kwa maana ya kuwa na suluhisho ya kudumu, kuondoa mkurugenzi A kuweka mkurugenzi B inatosha kuwa mwiba wa hili tatizo? Ndo tathmini, kwa sababu katika zile tunaisema key performance 5, ile ya 4 tunaita reward and sanction. Manake tunaita adhabu kwa watu waliokosea na zawadi kwa watu waliopatia katika zile key performance 5 indicator, kwamba lazima tunasema monetary improvement ili upate improvement. Umeona? Sawa. Sasa kumuondoa tu mkurugenzi itatupa suluhisho la kudumu kwenye mambo ya hati chafu kwenye halmashauri? Inasaidia, inaleta heshima. Lakini nini kingine tunaweza kufanya? Tunaweza kuleta heshima kwa sababu mkurugenzi wewe ndio unaziangalia hizo, unaangalia watendaji wako. Kama mkurugenzi hautokuwa mkali kwa watendaji wako, pesa zimeletwa, mradi umepelekwa wazanati pale, unaona kuna madudu yanatembea, procedure za kuwapata mafundi, mafaili hamna, mkurugenzi una relax. Mwisho wa siku ripoti ikija, mkurugenzi unadai pembeni. Yani automatically, yani hakuna hata kupepesa, kwa sababu pesa zinaletwa mpaka ili ripoti ya SAG hawaji siku moja. Wanachukua muda mrefu, wanakuomba mafaili. Yani ukienda kule tunaomba mafaili. Kwa hiyo hoja ya msingi, kama mkurugenzi usimamii, kama mtumishi usimamii, ni kukaa pembeni. Na hapo ndipo heshima ya serikali inaweza ikawa vizuri. Naomba Ramabi akuulize swali la mwisho wakati tunakuaga, alafu tutakwenda katika sehemu ya pili ya kibodi. Mimi nataka tuambie kwa uzoefu wake ni kwa namna gani maelekezo ya papo kwa papo ambayo yanatolewa na kupitia kamati hizi, lakini si kamati pekee, wakati mwingine pia SAG kwenda kwenye kamati, mfano kamati za bunge, anaweza kusaidia kurejesha fedha ambazo zimepotea kabla ya miradi husika kufa au namna nyingine yote ambayo imejitokeza. Ni swali la msingi na inaweza ikasaidia, kwa sababu wakati mwingine kamati inapoenda kufanya ukaguzi, mimi natamani kamati inapofanya ukaguzi, inapotoa ripoti,
ripoti ile iandikwe katika tunasema kitabu maalumu au document maalumu ili kuleta rejea mbalimbali ili na kumuonea mtu, kwa sababu wakati mwingine ndio maana nasema ukienda kufanya ukaguzi wa hii miradi nenda kaangalie mkurugenzi upi au mradi upi ambao umeweza kuokoa pesa na kuweza kubakiza pesa. Kwa hiyo wakati mwingine maagizo yanapotoka yanaweza kusaidia kuokoa pesa, na pesa inapookolewa ndio heshima ya serikali. Kwa hiyo heshima ya serikali ikipatikana ndipo unaweza ukakuta wananchi wanakuwa na imani na serikali. Kama imani ya serikali, kama imani tunasema pesa zikipotea, manake kama ripoti tuseme matamshi yanatoka kwamba pesa hapa kama unasema ripoti ya CAG, na kama hakuna usimamizi mzuri, wananchi waweza kuwa na imani ya serikali. Kwa hiyo hoja ya msingi, matamshi ya viongozi yanapotoka yanaweza kusaidia kuokoa pesa na tunasema ubadhirifu wa ile miradi. Kwa hiyo hoja ya msingi, lazima viongozi hawa wa juu wawe macho na kusimamia hizi fedha ambazo zinazotoka, na hizi fedha ni za wananchi, ni kodi za wananchi, na kama kodi za wananchi zikiwa zinatumika ipasavyo, wananchi wanaweza kukosa imani na serikali. Sawa kabisa. Ramabi, tuna kama dakika 3. Naomba ni tujue kama kuna swali labda moja tu kutoka kwa mwanafamilia, alafu baada hapo Omar Punzi atatuaga. Hapa tunaenda sehemu ya pili ya kidogo. Swali moja kwa mwanafamilia, yeye ameuliza tu anataka kujua tu uwiano kwamba je, halmashauri hizi ambazo ni 39 zinawakilisha asilimia gani ya tatizo zima la usimamizi wa fedha za umma nchini, na kuna ulazima gani wa kuongeza kasi ya ukaguzi na hasa kwenye masuala ya kimikakati? Hili ni swali pia ambalo limeulizwa. Kasi kubwa sana, kwa sababu katika halmashauri 185 ukitoa hapo 185 ukitoa 39 ni kama wastani wa halmashauri 140 na kitu ndo zimebaki. Kwa hiyo unaweza kujikuta takriban asilimia 40 ya hizo halmashauri zote 185. Kwa hiyo tunaona kama asilimia 40 zimeweza kupata dosari, maana yake kuna shida ya tunasema ya usimamizi wa fedha. Tungetegemea angalau halmashauri 10-15, na ukiangalia mikoa iko 31, mikoa 15 imepitiwa hizo dosari. Kwa hiyo unaweza kujikuta ni kama 50 kwa 50, ni kiwango kikubwa sana kwenye hizo dosari. Kwa hiyo nini cha kufanya? Lazima kasi ya ukaguzi iwe kali sana ili kuleta imani ya serikali ambayo anaiongoza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama ukaguzi hautokuwa mkali, manake imani inaweza ikapotea, na imani ikipotea, manake lawama inaenda moja kwa moja juu kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa pesa nyingi zinaletwa na usimamizi unakuwa ni mbovu. Kwa hiyo lazima Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mawaziri wawe macho kusimamia hizi pesa ambazo ni kodi za wananchi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.